wanalipwa fedha kwa kuwatumikisha vijana wa Tanzania. Wao ndio wanatajirika, wanatajirikia damu za watoto wa Kitanzania. Imetokea ile mwaka jana walirundikwa wengine katika nchi mojawapo, wengine si nchi gani, wametawanywa katika baadhi ya nchi. Mtu mmoja analipwa bilioni 5, bilioni 2 ili awachochee vijana wa Kitanzania, na anaambiwa wakifa wengi atapewa fedha nyingi zaidi. Wanafanyia biashara maisha ya Watanzania, na mnataka tuwachekee? Tuliwakamata baadhi yao wakiwa wamehifadhiwa mahali, na mmoja amesema ili aweze kuhamasisha vijana waende kufa, yeye alikuwa analipwa milioni 5 kila mwezi. Wewe unapewa tu chupa ya petroli, unaambiwa nenda kauane kule, mwenzako ili alipwe. Unaambiwa nenda kachome nchi yako, mwenzako ili alipwe. Unaambiwa kachome biashara ya fulani pale, mwenzako analipwa. Kwa wewe unaenda kuumiza nchi yako na ndugu yako, yeye analipwa kwa wewe kupoteza maisha yako. Haya lazima tuamke na kila mmoja ayakatae. Na hivi majuzi tukawasikia wanasema sema, tukasema hatutapuza jambo lolote. Tumefuatilia, tumewakamata, wapo wa kutosha, tumewakamata. Mmoja anasema alikuwa analipwa milioni 3 kila mwezi, na kwamba ameahidiwa milioni 100 kama atapeleka vijana wakafe. Tumemkamata. Mwingine mkoa mmoja kule kusini walikuwa wanawatengenezea vibomu vya asili hivi, analipwa milioni 5, ameambiwa akipeleka vijana wakafe yeye atalipwa milioni 300. Ninyi mnaunganaje na watu wanaotuazia mabaya ya aina hii? Kataeni, kila kijana akatae. Usifanyiwe biashara maisha yako.